Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi ukipendacho cha ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Kipindi hiki hukuletea mfululizo wa makala mbalimbali kuhusu maendeleo na mafanikio ya miradi mbalimbali ya uboreshaji wa miundombinu na huduma za kijamii katika halmashauri za miji mbalimbali nchini kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Katika kipindi chetu cha leo tutaendelea kuangazia matumizi na faida za mfumo wa ukusanyaji mapato kwa njia ya kielektroniki katika mamlaka za serikali za mitaa, Local Government Revenue Collection Information System, mfumo ulioanzishwa na serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na unatekelezwa kwa fedha za serikali pamoja na ufadhili kutoka ubalozi wa Denmark kupitia shirika lake la maendeleo Danida. Ubalozi wa Denmark kupitia shirika lake la maendeleo Danida umekuwa ukitoa ufadhili kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika miradi mbalimbali kama ya misitu, na sasa tuko katika miji, na kilichotupa ushawishi mkubwa au msukumo wa kufadhili uanzishaji wa mfumo wa ukusanyaji mapato kielektroniki katika mamlaka za serikali za mitaa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ni katika kuboresha ukusanyaji wa mapato wa hizi halmashauri. Tumekuwa tukipoteza fedha nyingi sana kwa kukusanya mapato kwa kutumia mawakala, na hii imekuwa haipi halmashauri hali halisi ya mapato ambayo yanakusanywa. Lakini kukusanya kwa kupitia mfumo wa kielektroniki unawasaidia halmashauri kutambua kwanza walipa kodi wake ni kina nani, na nani ambaye amelipa kodi na nani hajalipa kodi, lakini pia kuangalia kwamba katika huo mwaka wa fedha basi makusanyo yao wanakadiria kuwa ni ya kiasi gani. Sasa hiyo imetufanya sisi na kutusukuma sana, lakini kupitia pia ombi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuzisaidia hizi halmashauri, kwa sababu mwisho wa siku wananchi wanaishi katika hizi halmashauri, wanazitegemea halmashauri kuwasaidia kuweza kuboresha miundombinu kama miundombinu ya afya, barabara, kusaidia kwenye mashule. Kama tumeona hapo nyuma tumekuwa na zoezi la ujenzi wa maabara, lakini kama halmashauri haina mapato, haikusanyi mapato yake, haiwezi kuzisaidia hizi halmashauri katika kuboresha yale matakwa au mahitaji ambayo wananchi wanahitaji. Katika jiji letu la Arusha tumebahatika kupata mfumo wa mapato kutoka TAMISEMI. Huo ni mfumo wa serikali kwa maana ya TAMISEMI waliutengeneza kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali au changamoto mbalimbali ambazo tulikuwa tunazipata katika jiji letu la Arusha. Kabla ya mjio wa mfumo huu tulikuwa na mfumo wetu mwingine tunaoita manual system. Manual system ni mfumo ambao hautumii sana kompyuta. Ni mfumo ambao unaweka kumbukumbu zako za walipa kodi katika madaftari ya kudumu ambayo tunaita register. Kwa hiyo tunatembelea wateja, tunapowafahamu tunarudi ofisini, tunaweka katika madaftari ya kudumu ambayo tunaita register. Na tunapotaka kutoa bili mbalimbali au invoice kwa wateja wetu, inatulazimu tuingie kwenye makaratasi na kuanza kupiga hesabu na kupata ni kiasi gani ambacho mteja anatakiwa alipe, alafu tu print bili au tuleke bili kwa mkono au kwenye kompyuta, alafu tumpelekee mteja. Kwa sababu hiyo basi ilikuwa ni vigumu sana kwa jiji kubwa kama hili la Arusha kuwatambua walipa kodi wote. Kwa mfano walipa kodi wa majengo yako mengi, ni vigumu sana kuyatambua majengo yote kwa kutembea kwa miguu na kuweka register zao. Vile vile inaweza katokea watumishi ambao si waaminifu, badala ya kusema majengo yako 20,000 wakasema yako majengo 10,000. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana halmashauri kama halmashauri kupata database ambayo ni sahihi. Kwa sababu hiyo basi TAMISEMI walitusaidia kutafuta mechanism au mfumo ambao unaweza ukazifahamu data zote zinazohusiana na majengo na kodi nyingine na kuziingiza kwenye mfumo. Ndio maana sasa TAMISEMI walitafuta mfumo mwingine tunaita GIS. GIS ni Geographical Information System, ni mfumo unaotumia picha za anga. Kunakuwa na satellite image
ambayo inapigwa kutoka angani kwa kutumia hiyo satellite. Ile satellite inatambua majengo yote katika jiji letu, na satellite haina uwezo wa kupendelea au kuficha baadhi ya majengo. Kwa mfano, kabla ya mfumo tulikuwa tunasema tuna nyumba 23,000, lakini baada ya kupata satellite image tukajikuta tuna nyumba 102,904. Kwa hiyo hapo kuna tofauti kubwa sana. Baada ya hapo sasa, zile nyumba kwa kutumia GIS ambayo ni Geographical Information System tukaziingiza ndani ya mfumo mwingine wa mapato ambao ni Local Government Revenue Collection Information System. Kwa hiyo nyumba zote ziko ndani ya mfumo. Kwa sababu hiyo database au idadi ya walipa kodi ikawa sasa ni kubwa na mapato ya serikali yakaanza kuongezeka. Mwaka 2013 na 14 bajeti ya halmashauri ya jiji yote kwa mapato ya ndani ilikuwa karibu milioni 5 na bilioni 5 na laki 7 hivi. Lakini baada ya kusimikwa kwa huu mfumo mwaka jana Januari, baada ya data zile kuingizwa na mapato kuanza kukusanywa kutokana na bili inayotolewa na mfumo, kipindi cha 2014 Januari to June, mapato yaliongezeka kiasi kwamba ilibidi kupitia upya ile budget. Badala ya bilioni 5 ikaenda kwenye bilioni 8.8, na mapato halisi yaliyokusanywa mpaka Juni 30 mwaka jana yalifikia milioni 8.3, sawa na 93 na nukta hivi kadhaa. Sasa nimesema tu kwa kuwa tuna takwimu sahihi, kulikuwa na ongezeko hilo la karibu bilioni 2, mbali ya kile tulikuwa tumekisia. Sasa baada ya hapo ni kwamba tukaanza sasa kufuatilia mapato kwa kutumia takwimu ambazo zipo kwenye mfumo na kutumia bili zinazozalishwa na mfumo na kutoa risiti ambazo zinazalishwa na mfumo, kwa maana ya kwamba efficiency pale inakuwa imeongezeka. Bajeti yetu ya kwanza ya mwaka 2014 na 15, yani mwaka huu tulionao sasa, kutokana na mapato tuliyopata na takwimu tulizokuwa nazo, tulikadiria kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 9 na nukta 3. Lakini mwenendo wa ukusanyaji mpaka kufika Disemba nilikuta tayari tumekusanya, mpaka Disemba ambapo inatakiwa iwe nusu mwaka, nilikuta tayari tumekusanya zaidi ya shilingi bilioni 5.8, yani zaidi ya 50%. Na bado maeneo ya vyanzo vikuu tulikuwa yafikia kwa kiasi cha kutosha, lakini pia muda wa kulipa kwa adhabu ulikuwa bado. Kwa hiyo projections zetu zikatosha kwamba tutavuka lile lengo kwa kiasi kikubwa. Sasa kiasibu pia sio nzuri, kwa hiyo tulifanya mapitio upya ya bajeti yetu, tukaiongeza kwenda bilioni 11.157, na ndio ambayo tunaenda nayo mpaka sasa. Lakini hata hii bilioni 1.157 mpaka Machi 31 tulikuwa tayari tumekusanya bilioni 8.398, ambayo ni sawa na 75.3. Katika hali ya kawaida March ni robo tatu mwaka. Kama unakusanya efficiently, exactly na kwa usahihi, maana tungekuwa 75%, lakini usual collection huwa haiendi exactly na makisio, lazima inakuwa chini kidogo. Sasa kwa maana hii ni kwamba hata mwenendo huu wa bajeti tuna hakika ya kuifikia hii bilioni 11 au kuikaribia sana mpaka kufika Juni, kwa maana ya kwamba sasa kuanzia Aprili tumeingia kipindi kile cha watu kulipa kwa adhabu. Kwa hata wale ambao walikuwa wanakwepa sasa tunafukuzana nao. Kwa mwezi tumefikia kukusanya wastani wa milioni 900 mpaka bilioni 1.1, kutegemea na mwezi ni peak au sio kipindi cha peak.
Mpenzi mtazamaji, kwa hakika mradi huu unatarajiwa kuleta suluhu katika suala zima la uboreshaji ukusanyaji wa mapato katika halmashauri za majiji, manispaa na miji mbalimbali, kama tunavyoona ongezeko lililopatikana katika jiji la Arusha baada ya kuanzishwa kwa mfumo huu wa ukusanyaji mapato kwa njia ya kielektroniki. Kwa kitengo cha biashara, tangu mteja anapokuja akifanywa assessment, anaenda kulipia benki. Akitoka kulipia benki, tunakuja kumuingiza particulars zake pamoja na fomu yake aliyojaza kwenye mfumo. Kwa hiyo tunamtengenezea database yake ambapo maisha yake yote yakiwa kwenye biashara hata kuwa na sababu tena kubeba documents. Kwa mfano mwakani akija data zake zote tunazo. Lakini lingine ni kwamba sasa tuna uwezo wa kutambua biashara zote ambazo ziko katika jiji letu na mitaa yake na aina zake. Hiyo ni faida kubwa sana kuliko kuendelea kuwa na marundo ya makaratasi na mafaili kila kona. Lakini lingine linalotusaidia ni kwamba katika mfumo huu kila mfanyabiashara anakuwa na identity yake, namba yake ya usajili kimfumo kabisa. Kwa hiyo hakuna kuingiliana tena kwamba hii namba hii au leseni imeenda kwa nani, inabakia ni ya kwako. Lakini pia katika mfumo huu tunaweza kutambua kitabu cha leseni. Leseni inakuwa mfumo ndio unapick aina ya leseni, hii inaenda kwa nani, namba hii inaenda kwa nani. Kwa hiyo hilo ni jambo la kujivunia sana. Lakini la kujivunia zaidi ni kwamba jiji letu la Arusha limechaguliwa kama pilot area hii program. Nini kimetufikisha hapa? Moja ni kwamba kwa kuwa na hizi takwimu tayari kwenye mfumo, na mfumo ndio unaozalisha bili, na mfumo ndio unaotoa risiti, tuna uhakika zaidi wa kile tulichokikusudia na tunachokikusanya. Kwa hiyo tunaposema kwamba eneo hili hatujakusanya takwimu za maisha ziko chini, tuongeze nguvu, manake tunaweka nguvu mahali ambapo ni sahihi. Lakini lingine katika upokeaji wa mapato yetu hatutumii risiti za mkono. Sasa tunatoa stakabadhi ambazo tumepewa na mfumo. Kwa hiyo ule mchezo uliokuwepo wa carbon slipping au kuchelewesha hela, mgeni anakusanya hela leo anaziwasilisha baada ya siku 3, kwa maana ya mfumo wenyewe unatunza kumbukumbu wenyewe. Ukipokea hela leo lazima ziende benki leo. Kwa hiyo yale mapato yalikuwa yanavuja kidogo, kwa maana ya mfumo umedhibiti. Lingine ni efficiency, kwamba watumishi sasa wanafanya hizi kazi za kupokea fedha na kuandaa risiti na kutunza kumbukumbu kwa muda mfupi zaidi, lakini bila kuchoka, kwa sababu wanatumia mashine. Lingine ambalo limetufikia sambamba na hili ni kwamba kwa kuwa shughuli zetu, sehemu kubwa ya shughuli za mapato zinafanyika kimfumo wa kielektroniki, na sasa hivi hatuna risiti za kuandika kwa mkono. Ofisi yetu ya mapato haipokei fedha cash. Wateja wetu wote wanalipa malipo yao sasa hivi benki moja kwa moja. Kwa hiyo fedha haipiti katika mikono mingi. Actually inatoka kwa mlipa kodi, anaenda anaiweka kwenye akaunti ya benki na inaingia kwenye akaunti yetu moja kwa moja. Nilikuja kulipia hapa permit kwa ajili ya gari kuingia manispaa ndani ya jiji. Huduma sasa hivi ni huduma nzuri, tunazipenda. Sema tungeomba waongeze branch kwa ajili ya foleni ya benki. Kwa na branch hapa katika ofisi za manispaa, kwa na branch NMB ili irahisishe. Huduma sasa hivi ya kulipia leseni imeboreshwa sana, tofauti na tulipokuwa tunalipia hapa kaunti. Kulikuwa na foleni kubwa, tulikuwa tunapata shida kutokana na foleni. Baada ya kuboresha huduma ya kulipia benki, imetusaidia sana kufanya biashara. Sasa hivi tunaona ni vizuri, kwa sababu pia hata tunaona hela yetu inakwenda. Ndio mwanzoni unakuwa na ubabaishaji, lakini sasa hivi tunaona hela yetu inakwenda. Halmashauri imefanya uamuzi wa dhati na tayari tumekwisha anza kwamba sasa huyu mlipa kodi wetu tumpunguzie bugudha. Badala ya kwenda benki na kupanga foleni kwa muda mrefu kwenye benki ya NMB, kwa makubaliano sisi na NMB tuna window maalum pale ya kodi za halmashauri. Mlipa kodi wetu akienda hana sababu ya kupiga foleni kwenye malipo ya watu wengine, anaenda kwenye dirisha la halmashauri ya jiji la Arusha. Hatua nyingine ni kwamba tumeprovide nafasi kwenye ofisi zetu
ambapo benki ya NMB tumeingia nao mkataba, wanaweka cash collection point, kwamba kutakuwa na dirisha ambayo ni kama benki, ambapo mtu yote mwenye haja ya malipo, kwa kuwa si pale ofisi atapokea malipo, baada ya kwenda benki nje atakwenda kwenye hilo dirisha, atalipa kwa benki, atatuletea pay slip, sisi tutareconcile na benki na kuziaccept zile fedha, atapewa risiti yake kupitia system. Kuanzia mwezi huu wa 6 kama tutakuwa tumemaliza uwekaji wa mashine, kwamba tumeingia mkataba na kampuni ya Maxcom au maarufu kama Max Malipo, ambapo Max Malipo kama aggregator pia ndani tutapata huduma za M-Pesa na Tigo Pesa. Kwa hiyo hii itamwezesha mlipa kodi yote kulipa kodi kwa kutumia simu yake kiganjani. Sasa hivi tunafunga zile mashine kama EFD mashine kwenye maeneo yote yanayokusanya fedha. Maana yake itakuwa ni kwenye ofisi za kata zote, vituo vya afya vyote, kwenye shule za sekondari ambapo tunakusanya ada, alafu vituo vya mabasi na kwenye masoko. Ama kwa hakika serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI inafanya kazi kubwa katika jitihada za kuongeza ukusanyaji mapato ili kufikia lengo la mamlaka za serikali za mitaa kujiendesha zenyewe bila kutegemea ruzuku kutoka serikali kuu. Halikadhalika, jitihada kubwa zinaendelea kufanywa kupitia mradi huu ili kudhibiti mapato katika mamlaka za serikali za mitaa ambaye yalikuwa yakipotea kutokana na ukosefu wa udhibiti wa uhakika. Kwa halmashauri ya jiji la Mbeya tumeanza kutumia mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa mapato tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2014 baada tu ya agizo la serikali. Kabla ya kuanza kutumia mfumo wa mapato wa kielektroniki tulikuwa tunatumia vitabu vya kawaida ambapo listi zake huandikwa kwa mkono. Changamoto ambazo tulikuwa tunazipata, shida ya kwanza ni wazabuni ambao wanatakiwa kututengenezea vitabu vilikuwa havifiki kwa wakati, na pia kwa watumishi ambao sio waaminifu walikuwa wanaweza kutengeneza vitabu vyao binafsi kwa kupitia taswira ile ya vitabu vyetu vya ofisi, na watumishi hao pia ambao sio waaminifu walikuwa wanaweza kuandika kiasi cha pesa kidogo kwa mteja, lakini baadaye wakaandika kiasi kikubwa. Ile pesa iliyokuwa kubwa haifiki ofisini, ile ndogo ndio itaonekana ofisini. Tulipoanza kutumia mfumo wetu wa mapato, ninaweza kuoanisha kwa vipindi vitatu ambazo ni robo tatu, kwamba kuanzia Julai mpaka April 2013-2014 bajeti yetu ilikuwa ni 10.5 bilioni, tukakusanya 6.2 bilioni ambao ni sawa na 59% ya mapato yetu. Na baada ya kutumia mfumo ambao ni 2014-2015 bajeti ilikuwa ni 10.6 bilioni na tukakusanya 6.4 bilioni ambao ni sawa na 63%. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kwa kutumia mfumo wetu wa ukusanyaji wa mapato kwa njia ya kielektroniki tumeweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Maana mpaka kufikia hizi robo zetu tatu tulishapitiliza nusu ya makusanyo. Kwa upande wa halmashauri ya jiji la Mbeya, mfumo umetusaidia vizuri kwa kweli, kwa sababu hapo awali tulikuwa tukitoa hizi invoice, yani hati za madai, kupitia wazabuni, kwamba tunaenda kwa wazabuni wanatuandikia hizo invoice. Tofauti na hivi sasa tangu tumeanza kutumia mfumo ni kwamba hizi invoice au hati za madai kwa mfano za leseni zinatoka moja kwa moja. Kwa hiyo imeturahisishia na imetupunguzia gharama. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mfumo umetusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano sisi huwa tunapaswa kuandaa taarifa. Kwa hiyo mimi kama mhasibu katika uandaaji wangu wa taarifa hizo za kila siku, za mwezi na hadi mwaka, hapo mwanzo tulikuwa tukitumia manual system. Yaani unakaa na kompyuta, unaingiza kwenye Excel. Baada ya kuanza kutumia mfumo ni kwamba unaenda moja kwa moja, kwa mfano labda kwenye chanzo cha service levy, unaenda pale labda kwenye overall report, collection by source, ukiklik pale taarifa yote inakuja moja kwa moja.
Kwa hiyo tofauti na zamani, kwanza ilikuwa inachukua muda mrefu, lakini pia kwa akili ya kawaida kama binadamu unaweza ukakosea, wakati mwingine unakuwa na kazi nyingi kwa unapitiwa. Lakini mfumo umeturahisishia kwamba umeenda moja kwa moja, umekliki zile information zote unazozihitaji, zote zinakuja, na hata ukihitaji mteja mmoja mmoja basi unaweza kumpata pale kwa urahisi. Kwa hiyo mfumo naweza nikasema kwamba umetukomboa. Matarajio yetu katika utumiaji wa mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji wa mapato, tunategemea kufanya zoezi la kuthaminisha majengo yetu yote yaliyo kwenye halmashauri ili tuweze kukusanya kodi za majengo kwa kiasi kile kilichokusudiwa, ikiwezekana tuweze kuzidi hata bajeti yetu. Pia tuna matarajio ya kuunganisha mfumo wetu wa mapato kwa mifumo mingine, ikiwa ni kwa mfano kwenye M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money na Izupesa, ili tuweze kumfikia mteja popote pale alipo, asipate usumbufu wa kutufuata ofisini. Mpenzi mtazamaji, katika kuanzishwa kwa mfumo huu wa ukusanyaji mapato kielektroniki kumesababisha utoaji huduma kwa jamii kuwa bora zaidi. Pia umesaidia kuondoa kero mbalimbali walizokuwa wakipata wananchi kupitia utaratibu wa awali wa kutoa risiti za mkono. Utoaji wa risiti za kielektroniki umesaidia kwa kiasi kikubwa wananchi kuwa na imani na fedha wanazolipa kupitia tozo za kodi mbalimbali. Franki Pascal Bundala, nimetokea Soweto. Nimekuja kulipia leseni ya biashara Magororo dukani Fumosho. Nimeona tofauti kidogo na mwanzo. Kwa sababu mara kwanza tulikuwa foleni ilikuwa kubwa na walikuwa wanatumia mkono. Kwa sasa hivi kidogo tunaona kuna tofauti. Kila kitu tunatumia kwenye kompyuta, tunapata risiti kwa nzuri zaidi. Kwa kitu kama hicho naona kama kimeboreshwa vizuri sana, nimefurahi sana. Tunashukuru kwamba mfumo huu wa ukusanyaji wa mapato kielektroniki katika mamlaka za serikali za mitaa umeonyesha mafanikio. Ni rudi kwa mfano suala la jiji la Arusha. Mwaka wa fedha 2012-13 ulikuwa na makusanyo ya bilioni 3 na milioni 800. Lakini baada ya kuanzisha huu mfumo wa mapato ya kielektroniki wameweza kufikia bilioni 8 na milioni 800. Kwa hiyo tunasema kwamba tunaamini kwamba ni mfumo wenye mafanikio, na kama wote tukiweza, halmashauri zile ambazo zinatekeleza zikiweza kutumia mfumo huu kama ambavyo umekusudiwa kufanya kazi, basi mapato yataongezeka maradufu kuliko ambavyo inafanyika sasa hivi. Mpenzi mtazamaji, kwa hakika serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imefanya jitihada kubwa kubuni na kuanzisha mfumo huu wa ukusanyaji mapato kielektroniki katika serikali za mitaa ili kuzisaidia mamlaka hizo katika kuongeza mapato ya ndani na kuipunguzia serikali mzigo katika kutoa ruzuku na fedha za maendeleo. Faida kubwa ni kwamba ongezeko hili la mapato, kwamba sasa hivi sisi tunajitegemea kwenye development budget. On source inachangia kwa zaidi ya 50%. Kwa mwaka huu ni 56%. 66%, asilimia 66 ya development budget imekuwa funded na on source. Na hata wakati tunajenga maabara, kama isingekuwa ni uwezo huu wa ongezeko la fedha, pengine maabara zimekuwa zinasumbua mpaka leo. Ujenzi wa maabara, tulijenga maabara zipatazo 64, tumia almost shilingi bilioni 2. Tukopa benki wala kuchangisha wananchi. Tutoa kwenye mapato yetu ya ndani. Wapa kandarasi kwenye kila shule. Sasa hivi shule zetu zote zina maabara 3 zote 25, na maabara ziko well furnished na furniture, equipment, na sasa hivi wakandarasi wanaendelea kutuletea, wazabuni wanaendelea kusupply zile reagents, chemicals za kwenye maabara. Shule za msingi zote sasa hivi hakuna shule ambayo wanafunzi wanakaa chini. Shule zote zimenunuliwa madawati, na kwamba sasa jukumu la shule na kamati za shule kuya repair ile madawati kuhakikisha kwamba hayaharibiki. Tunajenga barabara za kiwango cha lami, asphalt concrete, kilomita 3 ndani ya mwaka huu,
lakini na hizi lami nyepesi surface dressing kilomita kama 9 point something hivi, kwa maana ya kwamba sasa tunaendelea kupunguza zile barabara za vumbi kwenye jiji. Lakini pia tumefanya matengenezo kurudishia barabara za lami kilomita 26 za katikati ya mji ambazo zilikuwa na mashimo. Sasa hivi ukipita hazina mashimo. Hii yote imewezekana kwa sababu ya ongezeko hili la mapato ambayo kusema ndani ya mwaka kama limedouble, na kwa mwaka ujao litaongezeka zaidi kutokana na kuwa na kumbukumbu data sahihi za walipa kodi na aina ya viwango vya kodi wanavyopaswa kuvilipa. Jukumu kubwa linabaki kwa wakurugenzi na viongozi wote pamoja na watumishi wa mamlaka hizo kutekeleza na kusimamia kikamilifu mifumo itakayowaletea mabadiliko katika uboreshaji wa miundombinu na huduma za kijamii katika mamlaka zao. Kila kilicho kizuri hakikosi changamoto, hivyo cha msingi ni kuzitatua changamoto zilizopo ili kuyafikia malengo makubwa yaliyowekwa kwa maendeleo endelevu. Lakini sasa changamoto tulionayo ni kwamba taratibu zote tangu unaingia, unasajili leseni yako, unalipia benki, inafanyika kwa mfumo wa kielektroniki. Lakini final product sio ya kielektroniki. Uandishi wa leseni. Kwa mfano, leseni yangu hii hapa. Kwa taratibu zote tumezifuata, lakini bado uandishi wa leseni utakuwa wa kutumia mkono, manual. Kitu hiki ndio tunaomba kiharakishwe mapema na kwa haraka tuondokane na hii system ya kuendelea kuandika. Kwa sababu hata wateja haingia kilini. Analipa benki kwa kutumia mfumo, anakuja hapa tunamwasesi kwa mfumo, tunapeleka fedha, wanaenda kuichoma hii kidogo ionekane kule kwa mfumo, lakini final product ya leseni tunaandika. Hiki kitu kinatuchelewesha. Kwa tunaomba wizara husika itusaidie kwenda haraka kwenye hatua kwamba tukimaliza taratibu zote tuna print. Ibakie tu labda mtu akusaini. Ile itatuletea maana zaidi kwenye mfumo wetu. Lakini sana tunawashukuru sana kwa sababu umetuletea jambo jipya na sisi tumelipokea kwa furaha sana. Maoni yetu sisi kwa serikali ni kuzisaidia na halmashauri zingine ambazo haziko katika huu mradi wa TSCP na zenyewe zikaweza kuwa na huu mfumo wa ukusanyaji wa mapato, kwa sababu itasaidia sana kupunguza ukali wa utendaji wa kazi katika halmashauri, lakini pia zile huduma zinazohitajika katika halmashauri kwa wananchi zikaweza kuwafikia kwa ukaribu zaidi. Lakini pia ni kuwahamasisha wananchi wale wote ambao tunapaswa kulipa kodi, tulipe kodi na kodi stahiki, na kuweza pia kuwasaidia wale ambao wamewekwa na mamlaka za ukusanyaji wa kodi, basi tuweze kukusanya zile kodi kama ambavyo inatakiwa, na kama ni sera, sheria na taratibu pamoja na sheria ndogo ambazo zimewekwa kwa ajili ya ukusanyaji wa kodi zifanyiwe mapitio ili ziendane na hali halisi. Watu walipe kodi zile ambazo wanapaswa kulipa, na halmashauri ambazo ziko nje ya mradi wa TSCP ziwezeshwe ili na zenyewe ziweze kuwa na mfumo wa ukusanyaji mapato kielektroniki, kwa sababu mfumo huu sio tu wa kukusanya mapato, lakini pia ni wa usambazaji wa taarifa. Tukiweza kufanya hilo, naamini katika miaka 5 ijayo Tanzania tutakuwa mbali zaidi katika kuinua hali ya mwananchi wa chini ambaye anategemea huduma kutoka katika maeneo mbalimbali, hasa zaidi serikali za mitaa. Mpenzi mtazamaji, mpaka hapa ndiyo tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Endelea kujiunga nami katika mfululizo wa vipindi vijavyo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.